vipi mtazamaji wa TBC2? Karibu sana katika kipindi chako pendwa cha mahaba kinachokujia kila siku za Jumamosi kuanzia saa 3 kamili za usiku mpaka saa 4 kamili za usiku. Jina langu ni Teresa Mbulumi, lakini hapa kwenye mahaba unaweza kaniita Blue Flawless. Na leo katika mahaba tutakwenda kuzungumzia kuhusu mahusiano na fedha. Namna gani tunaweza kugawana majukumu ya kifedha, namna gani tunaweza kutunza pesa zetu na mengine mengi ambayo tutakwenda kuyasikia siku hii ya leo. Tuko hapa na mfanyabiashara maarufu, mfanyabiashara mashuhuri. Atakwenda kujitambulisha yeye ni nani na atatuelimisha vipi according to her point of view. Yeye anayasemeaje haya? Kwa hiyo karibuni sana. Ungana nasi. Karibu. Asante. Na Celine sio mgeni TBC2, tunakupenda kwa sababu unatupa madini ya kutosha. Kwa kweli. Basi karibu sana. Moja kwa moja ni kuachie sasa uwanja wako ujitambulishe wewe. Okay, mimi naitwa Celine Richard ndo majina yangu. Lakini majina ya biashara nafahamika kama Celine Kim Store ama Celine Kim Mitumba. Watu wengi sana kwenye simu zao wamenisave kama Celine Kim Mitumba. Kwa sababu mimi ni supplier, nauza balo za mtumba. Kwa hiyo ni supplier wa balo za mtumba kwa Tanzania na nchi za jirani zote. Tunasafirisha na tunafundisha juu ya ujasiriamali na namna ya kufanya biashara mbalimbali. Sio tu mtumba, ni biashara mbalimbali. Kwa hiyo huwa tuna madarasa maalum, personal training, tuna yale madarasa general classes ya watu wote, tunafanya online hata kama watu wako mikoani wapi. Kwa pamoja tunaendesha gurudumu la biashara. Sawa kabisa. Yes. Wewe ni mfanyabiashara muda mrefu na mpaka wewe kuweza kusurvive katika biashara, that means unajua namna nzuri ya kutunza fedha, unajua kanuni mbalimbali za fedha. Hiyo ninaamini hivyo. La sivyo ungekuwa umeshashindwa toka zamani. Kwa hiyo kwa kusema hayo, ndio maana nikakuona wewe ni perfect fit wa leo kuja tuzungumzie hii mada hapa. Moja kwa moja kwa swali langu la kwanza, msimamo wako kuhusu kugawana majukumu ya kifedha kwenye ndoa au mahusiano yanaelekea kwenye ndoa ni upi? Kwanza kabisa nadhani majukumu yanatakiwa yaanze kugawanywa yakiwa kwenye ndoa, sio kwenye mahusiano. Hatuwezi tukagawana majukumu tukiwa kwenye mahusiano. Hapo ni bado hatujawa connected. Tukishakuwa kwenye ndoa tayari tuko connected. Ina maana tunafanya vitu kwa ajili yetu, sio kwa ajili yangu. Unajua mahusiano ni unafanya kwa ajili yako wewe. Ina maana yale mahusiano yanaweza yakafikia hatua nzuri au yakaishia njiani. Kabisa. Lakini kwenye ndoa ni kitu ambacho watu tunaamini kwamba ni milele. Kwa sisi wa Kristo tunasema kwamba ni milele, lakini pia dini zote yani sidhani kama kuna dini ambayo inaruhusu ndoa ivunjike au kuachana. Kwa hiyo kwenye swala la majukumu, kugawana majukumu linaenda moja kwa moja kwenye ndoa. Pale ndo tunaweza tukasema tunagawana majukumu na inatakiwa iwe hivyo, kwa sababu tuko kwenye dunia ama tuko kwenye generation sasa hivi ya kusaidiana. Lakini watu bado wana ile notion ya kwamba mwanaume anatakiwa afanye 1 2 3 4, mwanaume afanye hivi. It's true kwamba mwanaume anatakiwa asimamie majukumu yake kwa sababu yeye ni kichwa cha familia, lakini kuna kipindi mwanaume pia anakosa. Kwa hiyo haimaanishi kwamba eti akikosa wewe usimsaidie. Ndio maana sisi wanawake tumewekwa kama wasaidizi kwa waume zetu. Kwa hiyo tunatakiwa tujue position yetu. Kichwa kikikwama, lazima msaidizi uchukue nafasi. Na maana lazima tusaidiane kiuchumi, tusaidiane kwenye kila kitu kwenye ndoa, sio kwenye mahusiano. Lakini kwa kusema hayo bado hauitetei ile point kwamba mwanamke ndo awe provider mkubwa kwenye familia. Au wewe unasemaje kwenye hilo? It's not like that. Mwanamke hawezi kuwa provider. Hatujaumbwa hivyo. Sisi tumeumbwa kutii pamoja na kufanyaje na kulea familia. Sisi unajua tuko kama incubator. Unajua incubator? Incubator ni kile kifaa ambacho kinalea vifaranga wale wanakuwa wadogo mpaka wanakuwa wakubwa. Hiyo ndo kazi yetu ambayo tunaifanya. Ina maana tunalea kuanzia baba mpaka watoto. Sasa ukitupa tena kuprovide utatuvuruga. Providing hiyo ni ya baba. Baba ndo anatakiwa provide, lakini baba anapokwama mimi naruhusiwa kumsaidia kwa sababu nasimama kwenye position ya msaidizi pia. Ila sio kwamba mimi nisimame kwenye position. Ina maana nikianza kuprovide na maana mimi ndo nakuwa baba sasa. Kabisa. Nakuwa baba na nakuwa mama kwenye familia. Unless kama kuna tatizo la kiuchumi kwa upande wa baba limetokea, naweza nikamsaidia kwa kipindi fulani wakati bado anaendelea kujikwamua. Ila sio kwamba tuingie kwenye mahusiano alafu mimi ndo nikakaa nikawa na provide kila kitu. Na hata kama uko kwenye mahusiano ya hivyo Teresa,
hiyo ni red flag kubwa sana. Yani hauwezi ukawa kwenye mahusiano na mtu alafu wewe ndo unaanza tu, wewe ndo umemnunulia shati, kesho umemnunulia viatu, perfume, yeye hajawahi kukununulia hata hereni basi ya 5,000, hajawahi. Utakuja kuprovide mpaka kwenye ndoa. You cannot change that. Hiyo inakuwa ni very red flag. Mabinti wengi ndo tunajidanganya hapo kwamba nitambadilisha kadri siku zinavyoenda. Ufunge na kuomba paka ukonde. Yani 7 kavu hiyo. Sawa. Swali lingine ni kwamba kuna umuhimu wa kuwa na akaunti ya pamoja, au niseme hivi, ni sawa kwamba kila kinachotoka na kinachoingia kwamba wote wawili lazima mfahamu kwamba unachoingiza kwenye biashara yako dada Celine basi mumeo afahamu, na yeye anachoingiza kwenye ofisi yake, yani kila hela yako haijui au wewe kila hela yake haijui? Ngoja nikwambie, hiyo swali zuri, ngoja nikae kabisa vizuri. Kwa wanaume, kwa upande wa wanaume, kwa mimi according to me nilivyosikia yani, au nilivyofanya research yangu, ili ndoa yako iende vizuri, kila kipato ambacho unakipata kikabidhi kwa mwanamke. Yeye ndo afanye majukumu, yeye ndo aweke budget. Kwa sababu hata ukiangalia kwenye swala la uchumi, yani tukisema kwenye swala la kufanikiwa kwa haraka, sisi tunao uwezo wa kufanikiwa kwa haraka kuliko wanaume. Umesha kujiuliza ni kwa nini? I had to ask that question myself. Kwa nini hivi sisi tukiingia kwenye biashara na mwanaume akiingia kwenye same business, mimi nawahi kutoboa kabla ya mwanaume? Kwa sababu gani? Tuna njia nyingi za kukuza pesa kuliko wao. Akili yetu ni multipurpose. Inawaza vitu vingi kwa haraka. Kwa hiyo naweza nikaa nimepata 100,000 lakini nikawaza kuweka sehemu fulani kidogo, nikawaza kuongeza kimchezo kingine kidogo, nikawaza kufanya investment nyingine kidogo, unakuta ile 100,000 next time baada ya 1 month nikija isiyo tena 100,000, imeshakuwa 500,000, tofauti na mwanaume. Kwa hiyo kama unataka ndoa yako ama mahusiano yako yaende vizuri kwa mwanaume, ili utoe stress, kila unachokipata kilete, ili hata kama ikitokea kitu kimeisha, hela si nilikupa, yani inakuwa hamna kelele. Mambo yanakuwa yanaenda vizuri, na ni vizuri mkawa na akaunti ya pamoja. It's very healthy, very nice. Kwa sababu ile akaunti ya pamoja inatengeneza zile plans, goals za pamoja. Lazima mwe na malengo ya pamoja. Kama wewe Teresa ukiolewa leo, ina maana haujazaliwa ili usitimize malengo yako au usitimize ndoto zako. Lazima umezaliwa ili una malengo, una ndoto. Yani ndoa haikukatishi eti wewe kutimiza malengo yako, kutimiza ndoto. Wewe kwamba ukiolewa leo Teresa atumuone tena kwenye kipindi, amekuwa ni mama, wife, anakaa ndani, hapana. Umezaliwa ili kutimiza ndoto zako, ndio maana Mungu amekupa kusudi la kuwepo mpaka leo. That means kuna kitu bado haujakimaliza duniani. Kwa hiyo ndoa haimaanishi kwamba ukiolewa inakukatisha ndoto. Ina maana mnapokuwa ndani ya ndoa ni watu wawili, lakini mnafanya kitu kwa pamoja. Bado unakuwa una malengo yako na yeye ana malengo yake. Kwa hiyo mnaweza mkayadiscuss, alafu mkafanya, kila mtu akafanya ya kwake, lakini mna malengo ambayo mnayafanya kwa pamoja. Kwa mfano mimi na mwenzangu huwa tuna kama competition fulani hivi. Wewe mwaka huu umepanga kufanya nini? Kile cha kwake ambacho anatamani yeye kukifanya, kwa sababu siwezi kumkataza yeye kufanya kitu anachotaka. Ina maana mimi nataka nifanye 1 2 3, mimi nataka nifanye 1 2 3. Sasa lakini wewe mbona malengo yako yanaonekana magumu? Utaweza kweli? Nitaweza. Na wewe? Mimi nitaweza. Basi tupeane muda. Wewe unahisi paka mwezi wangapi utakuwa umekamilisha hilo la kwako? Mimi nahisi labda mpaka mwezi wa 8 nitakuwa nimefanya. Mimi nahisi paka mwezi wa 12 nitakuwa nimefanya. Lakini kile lengo la pamoja bado tunalifanya kwa pamoja. Kwa hiyo ni very healthy kuwa na akaunti ya pamoja, joint account zinaitwa. Yes. Safi kabisa, hapo tumepata elimu nzuri. Sasa tunawezaje kuepuka migogoro ya kipesa? Tunawekaje mipaka kwenye pesa ili tuweze kuepuka migogoro katika mahusiano? Teresa, hapa tunaongelea mahusiano au ndoa? Au vyote kwa pamoja? Vyote kwa pamoja, kwa sababu nashindwa kubase kwenye sehemu moja, kwa sababu kuna watu ambao hawajaoana lakini wana ule uchumba sugu. Wanakaa pamoja. Sogea tukae. Na kuna ambao it's not healthy na atuhamasishi hivyo. Tunapenda watu, ndio vitabu vya Biblia vinavyoandika, na ndio utaratibu unaofaa kwamba watu watakiwa waoane, wakae pamoja ili mambo yaendelee. Lakini kwa hiyo watu wanafanyaje ili kuepuka migogoro ya kifedha kwenye ndoa? Tufanye. Mimi nadhani migogoro mingi inatokea kwa sababu watu hawajui bajeti zao. Yaani ukiwa hujui bajeti yako na ukiwa hujui kipato unachokiingiza kama kinakidhi au hakikidhi mahitaji yako, lazima kutakuwa kuna mgogoro. Kwa sababu mwisho wa siku mimi naweza nikawa nahisi sijui kipato chako, lakini nahisi mchumba wangu au mume wangu anaweza kuninunulia kitu fulani.
wakati kumbe hawezi, au anaweza kufanya kitu fulani wakati kumbe kipato chake hakikidhi kile kitu ambacho wewe unakitaka. Nadhani ili kuepuka migogoro, kwanza ni kuwekana wazi vipato ambavyo mnaingiza kihalali kabisa kiukweli, and then kuwa na budget, alafu kuwa na malengo, kwa sababu ni lazima muwe na budget, muwe na malengo, kwamba kinapokuja kitu fulani kiko ndani ya uwezo wetu, hakipo ndani ya uwezo wetu. That means hatuwezi kukifanya kwa muda huu, tukipe muda, tutakifanya maybe baadaye, au sio lazima tukifanye kabisa. Unaona eh? Kwa hiyo mkishakuwa na budget, mkishakuwa na malengo yenu, mkishajua vipato vyenu, sidhani kama kutakuwa kuna mgogoro kwenye swala zima la kiuchumi. Zitakuwepo migogoro, itakuwepo ya kawaida, kwa sababu binadamu tukiwa pamoja lazima tugombane, lazima tukwazane. Lakini sidhani kama kutakuwa kuna migogoro ili hali unajua kwamba mwenzangu hawezi kuninunulia range, anaweza kuninunulia spatial. Yani hauwezi ukaenda kudai range wakati unajua kabisa kipato chake ni cha spatial. Yeah, iko hivyo. Nadhani kwa mimi upande wangu naona inakuwa hivyo. Sawa, kwa experience yako ulivyokaa na watu au wewe mwenyewe, ni kweli kwamba wanawake tuna matumizi mabaya ya pesa? Wengi wetu hatujui kutunza pesa. Nadhani tunajua kutengeneza pesa sana, lakini hatujui kutunza pesa. Kwa sababu gani? Kila kitu tunachokiona mbele yetu tunakitaka. Hatujawahi kuridhika. Yani kwa hiyo inatutengenezea mazingira ya kwamba tunaonekana tuna matumizi mabaya ya pesa, ama hatuna utaratibu maalum kwenye pesa. 89% ya wanawake hawawezi kufuata bajeti duniani. Yani wana bajeti, amekaa kabisa, ameiandika, ameiweka kabisa mikakati hivi na hivi na hivi, lakini hawezi kuifuata kwa sababu ya kale katamaa ambacho kapo. Kale katamaa. Kawigi kakiatu. Yani wigi, kiatu, pochi. Gold. Paka rangi. Sometimes things are not necessary, lakini tunafanya. Kwa sababu wanawake tumeumbwa na kitu kama kaushindani fulani hivi. Ukikaa na wanaume, you have to notice this. Wanaume wanaweza wakakaa masaa mawili na katika yule mwanaume mmoja asijui hata mwenzake alikuwa amevaa raba ya aina gani. Wanaume wako hivyo. Huwa wanaenda direct kwenye kitu kilichofanya wakutane. Kama ni mpira, watashangilia mpira, watamaliza mpira, wanaondoka. Hiyo imeisha. Tena unaweza kumuuliza, "He, ulikuwa na nani?" "Ah, nilikuwa na fulani na fulani." "Huyo fulani alikuwa amevaa nguo shati la rangi gani?" Hajui wala hakumbuki. Lakini sisi tumekaa hapa dakika 2 hizi, naweza nikaa nimeshakuangalia, kucha zako nzuri. Hiyo ni kweli kabisa. Umetengeneza wapi? Nyusi. Okay, na umesuka wapi? Yani tayari nimeshaangalia vitu vinne ambavyo vyote vinataka hela kwa mtu huyo. Kwa hiyo ndio inatuponza hapo. Lakini wapo wale ambao katika 100 sasa au 89 ndo hawawezi hawana utaratibu mzuri wa kifedha. Hao wengine 1% chache wanaobaki, na wako wachache sana duniani ikiwemo mimi. Mimi niko kwenye hilo kundi la hao wachache. Unajitetea? Sijitetei, hiyo ni kweli. Sisi ndio tunaweza sasa kutunza pesa. Tunaweza, tuko serious. Manake unajua unachokitaka, unajua budget, you can say no, na unaweza ukasema hapa ni yes. Kwa hiyo hapo lazima utakuwa na consistency nzuri ya pesa zako, na utatengeneza uchumi stable, kwa sababu umemaster. Yani ukisha master budget yako na ukishajua kusema hapana kwenye kitu chochote, basi unakuwa umeshaweza. Hapo sasa tukae vizuri, tukae kwa kutulia, somo hilo liingie. Haya, kuna ile wakati unataka kufanya jambo kubwa ambalo unataka utumie pesa nyingi. Unaendaje sasa kumwambia mwenzako kwamba unataka kufanya? Kama vile tumesema ni muhimu kuwa na joint account ambao mnaweka hela pesa kwa pamoja. Sasa inawezekana kuna kitu unataka kufanya, labda investment au chochote kile ambacho kitahitaji upunguze hela kule, uchanganye na ya kwako uweze kufanya lile jambo kubwa. Kwa mimi lile jambo linakuwa ni la pamoja au la kwako wewe binafsi, kwa sababu tumesema licha ya ndoa au licha ya kuwa na mtu haimaanishi wewe ndoto zako zistimie. Lakini unajua kabisa mimi hapa na milioni 5, ila kwenye joint account tuna milioni 20. Nataka ile milioni 10 anipe niongezee hapa ili niweze kufanya hivi, niweze kufika pale. Inategemea kama hilo jambo litakuwa lina impact kwetu wote wawili. Kwa sababu mpaka tunaenda kugusa joint account, lazima jambo hilo linatuhusu wote, linaingia kwetu wote. Lakini kama ni halituhusu sisi wote wawili, ni la kwako wewe peke yako, lazima upambane kuhakikisha unalitimiza. Na kwa nini ufanye kitu ambacho unajua kitahitaji hela nyingi wakati wewe uwezo huo wa hela una? Tunarudi pale pale. Hilo ni kosa tayari. Yani hapo bado tunakuwa tuko kwenye makosa. Hauwezi kufanya kitu ambacho unajua kabisa hiki kinanikosti kiasi fulani cha pesa.
wakati kile kiasi cha pesa sina. Ina maana kama kile kitu sio necessary, haina haja wewe kwenda kusumbua ile hela ya kwenye joint account. Ndio tunaongelea swala la budget hapo. Yaani ili utoboe kwenye haya maisha ni vitu viwili. It's either utafute pesa zaidi ya unazozipata au upunguze matumizi yasiyo ya lazima. Hapo utakuwa umeweza kabisa kwenye swala zima la kipesa. Lakini ukiwa kiwango ni kile kile, alafu matumizi yanazidi kuongezeka, utajikuta kwenye madeni mabaya sana. Maana kuna madeni afu kuna madeni mabaya. Yaani yatakuwa ni madeni mabaya sana ambayo yatakupelekea kufilisika kabisa. Sawa sawa. Tunaweka vipi hela ya dharura? Na kwa Mtanzania mwenye maisha ya kawaida, hela ya dharura haitakiwi kushuka chini ya shilingi ngapi? Kama una maisha ya kawaida tu. Kuna siku hii ya kitu ya hela ya dharura nilijifunza kwa kupitia bodaboda. Mimi ni mtu ambaye naongeaga na kila mtu. Yaani ukiniona hivi unaweza ukaniona ni wa standard fulani, lakini I talk to everyone. Hicho kitu alinifundisha mzazi wangu wa kiume, babangu aliniambia kwamba mtu asijue status yako, yani asikujue we ni nani. Kwa hiyo ukiwa unaongea na kila mtu unapata vitu vingi sana. Yule bodaboda siku hiyo aliniambia kwamba amenipakia tulikuwa tunaenda sehemu tu ambapo nilikuwa natakiwa niende kwa haraka. Sasa tulikuwa nikaa naenda naye, yeye huwa anapenda kunisikiliza nimwambie nimshauri. Sasa katika kumshauri akawa ananiambia kuhusu kuweka akiba ya kipato cha chini. Akaniambia unajua hapa bado sijafikisha hela yangu ya dharura. Unajua mimi kila siku dada lazima niweke dharura ya 3000. Nikamwambia kumbe kuna kuweka hiyo hela ya dharura huwa inakusaidia nini? Akasema ile ya dharura dada unamfanya kwa mfano labda ukipata ajali au hivi mtoto anaumwa ghafla au unaweza ukasikia tu kijijini umepigiwa simu. Unajua hiyo hela haitumiki mara kwa mara inatumika mara chache sana, lakini ni hela ya haraka haraka. Nikamwambia kwa hiyo kumbe wewe unaweka kila siku shilingi 3000. Akaniambia kila siku lazima nihakikishe nimepeleka hesabu, na nikishapeleka hesabu niwe nimeweka shilingi 3000 kwa ajili ya hela ya dharura. Hapo hiyo hela ya dharura ni mbali na hela ambayo mimi natunza hela yangu ya kufanyia vitu. Ni hela ambayo yeye anaiweka shilingi 3000 tu. Lakini 3000 kila siku kwa mwezi ni shilingi ngapi? 3000 mara 30 Teresa, 90,000. Si ndio? Ni hela nyingi. Sasa hiyo hela ikienda kwa miezi 5 anakuwa na shilingi ngapi bila kugusa? Maana na Mungu anaweza kukujalia ukamaliza mpaka mwaka hujapata chochote. Haujapata dharura yoyote ya kutumia ile pesa. Mungu ni mwema. Inakuwa ni pesa nyingi. Kwa hiyo tunavyoongea sasa hivi yule bodaboda na pikipiki hizi 5 na ameshajenga familia yake imehamia kwake. Kwa hiyo unaweza ukamuona mtu ukachukulia poa kazi yake, lakini ni mtu ambaye anajua anachokifanya na hajasoma. Ameishia darasa la 4. Hiyo story imeinspire hata mimi. Ameishia darasa la 4. I was so surprised. Nikamwambia wewe sasa, akaniambia nataka nihame hapa. Tulipokuwa tunakaa tunahamia Bunju. Sasa fikiria huyu ni bodaboda alikuwa anaweka shilingi 3000 na kuna mtu anapata hela zaidi ya hiyo lakini haweki kuweka. Mara nyingi mimi huwa nasema lazima ukipata mshahara wako ugawanye kwenye ile ugawanye kwenye ile formula ya mafungu manne. 50%, 30%, 10%, alafu 10%. Tunatengeneza 100 Kwa hiyo 50% ni yale matumizi yako ya lazima. Yale matumizi ambayo unajua kuna lazima nile, lazima niweke mafuta kwenye gari au nauli, lazima labda nisuke, lazima nilipe kodi kama unalipa kodi, lazima ninywe maji. Yani yale matumizi ya lazima. Na by the way tunapambana tunatafuta pesa, yote ni kwa sababu ya tumbo kabisa. Yani ukija kupiga hesabu hela ya chakula ni nyingi kuliko hata hela ya kodi sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa nategemea watu tungekuwa tunaweka magala ya vyakula ndani. Lakini hapa nikikuuliza kwamba Teresa, let's say sasa hivi ungekuwa una familia yako afu ikatokea kwamba umeambiwa hamna kutoka ndani ya mwezi mmoja. Yaani huku nje kote duniani maji yamejaa. Kwa hiyo unatakiwa mkae ndani kwa muda wa siku 30 na hela ya kutosha nakufa. Una hela ya kutosha kuhakikisha toshane na pesa maana hautaitumia. Una chakula cha kutosha kuhakikisha zile siku 30 hautoki. Nakufa. Ndio zile familia ambazo yani mchele lazima anunue kilo 1, lazima anunue maharage akitaka kupika. Hiyo sio maisha, sio maisha.
Ndio maana tunatakiwa tuweke akiba kwa kidogo tunachokipata. Akiba sio pesa tu, akiba ni chakula, akiba ni vitu ambavyo ni mahitaji yale ya muhimu ambayo tunatakiwa tuyaweke. Afu ile 30% sasa ni kitu ni unatakiwa uweke mambo sasa yale ambayo unatamani kufanya. Zile needs. Labda natamani kununua gari, natamani kujenga, natamani kufanya 1 2 3 4, natamani, unaweka pale kwenye 30%. Now you can save more. So lazima iwe 30. Hiyo ni kanuni tu tumeweka, lakini unaweza ukafanya zaidi. Ila ukapunguza ama ukaongeza. 10% ni zile tunasema wants. Nimetamani gold, sasa ndo naenda kwenye wants, nachukua ile pesa. Nimetamani kitu fulani, yani matamanio. Kwa sababu ukiweka maisha yako kwenye series ile, hauwezi kujikuta kwenye madeni, hauwezi kujikuta unachukua kitu cha mtu bila kulipa, hauwezi kujikuta yani unakuwa na maisha fulani ya standard ya chini kwa sababu umepangilia maisha. Alafu ile 10% nyingine ni sadaka. Dini zote zinasisitiza kutoa sadaka. Yani hiyo inasaidia ulinzi wa afya yako, ulinzi wa vitu vingi, ulinzi wa 1 2 3 4. Huyu bodaboda ambaye nimekupa historia yake hapa, huwa hakosi jumuiya. Hakosi ibada ya aina yoyote, ziwe za katikati ya wiki, ziwe za nini. Kwa hiyo huyu mtu ni lazima atakuwa anapeleka kitu kwa Mungu kabisa. Na ndio maana ameweza kufanikisha hivi. Umeelewa sasa hapo? Umeelewa vizuri. Yes. Tukija kwenye vipaumbele vya fedha kwenye ndoa, vinatakiwa kuwa ni vipi? Vipaumbele, what do you mean ukisema vipaumbele? Vitu gani ambavyo hela ndio inatakiwa itumike sana? Kama pale tulivyosema ile 50% ambao ni vitu ambavyo unavihitaji zaidi. Sasa ndo mpo wawili pale kwenye ndoa. Vitu gani ambavyo vinatakiwa viwe vinavipaumbele? Unajua watu tunatoka kwenye familia tofauti. Inawezekana mimi nimekuwa hivi, huyu amekuwa hivi. Labda vipaumbele kwenye familia yenu kilikuwa hiki, lakini mimi kwa kipaumbele kwenye familia yetu kilikuwa hivi. Lakini wewe unadhani vipi ambavyo vinatakiwa vipewe umuhimu kwenye ndoa? Okay, mnapokuwa wawili lazima yanakuwa maisha ni maisha ya makubaliano. Yaani hauwezi kufanya kitu bila kumshirikisha mwenzako. Lazima kuwe na maisha ya makubaliano. Na hata kama mkiwa kwenye uchumba, ina maana tayari yule mchumba wako au wewe mchumba wako lazima uwe unamshirikisha vitu vingi ambavyo unatakiwa kwenda kuvifanya. Sasa vipaumbele ambavyo naweza nikasema ni vitu ambavyo vya kutanguliza. Kwanza kila kitu haya mahitaji ya muhimu ndo ya kwanza lazima yawepo. Kwa sababu kama mmeshakuwa wawili tayari hapo ni familia. Familia inakuwa ina watoto. Kama haina watoto ina ndugu ambao lazima mtakuwa mnakaa nao. Yale mahitaji ya muhimu, chakula, nini, hivyo ndo vitu vya muhimu lazima kwanza viwepo. Vikisha kuwepo vile sasa tunapata akili inaweza ikarelax kuweza kutengeneza zile wants and needs ambazo tunazitaka kwenye maisha yetu ya kila siku. Lakini kipaumbele cha kwanza cha kwenye familia, cha kwenye ndoa yoyote, lazima mahitaji ya muhimu yawepo. Na ndio maana hata ukitaka kuolewa leo, sisi Wanyamwezi wanauliza, utaweza kumlisha? Hawakuulizi nyumba. Wazee kwanza wanakuuliza, huyu atashiba? Mimi bwana mzee na uhakika Teresa atashiba, atakula kila anachokitaka, basi sawa. Wanaamini kwa sababu mtu asife njaa. Hayo mengine ni majaliwa. Unajua vitu vingine tunaweza tukaongea, lakini pia ni baraka za Mwenyezi Mungu na wazazi wako. Kwa sababu hao ndio watu pekee ambao wanatoa baraka kwenye maisha ya mtu. Yes. Sawa kabisa, leo limeleweka vizuri. Siku hizi kuna masuala ya bima. Unadhani bima zipi ni muhimu kwa nazo ndani ya familia au ndani ya ndoa kwa ajili ya ulinzi wa familia? Kitu cha kwanza ni bima ya afya kwa watoto na kwenu nyie, ile bima ya familia nzima. Kwa sababu katika yote afya ni muhimu. Lazima tujali afya kwanza ndio mengine yafuate. Kwa sababu kama utakuwa weak kiafya, hauwezi kutafuta zile pesa ambazo tunaziongelea, hauwezi kuwa na utulivu wa akili, hauwezi kuproduce kwenye familia kwa sababu afya is everything. Kwa hiyo bima ya kwanza ni bima ya afya. Kama mna biashara, bima ya pili ni bima ya biashara. Watu wengi hawakatii biashara zao bima. Ndio maana ikitokea amepata maafa ama majanga mpaka aje kuinuka tena inachukua muda. Kwa sababu utaratibu wa kukatia bima biashara zetu, kukatia bima ipo ni muhimu. Lakini bima za tatu ni bima za magari ambazo hizo watu wengi sana wanazijua. Kama magari yanakuwepo kwenye familia lazima yakatiwe bima kwa sababu barabarani tunayotumia kila siku. Na vitu vingi vinatokea sana barabarani. Na sometimes hela ya akiba inaweza isitoshe kufix tatizo ambalo limetokea kwenye gari. Kwa hiyo bima za magari ni bima za muhimu pia sana kwa ajili ya kuendesha maisha yetu ya kila siku.
Tukija kwenye swala la uwekezaji, wewe au kama mdogo wako anakuja, dada unishauri, unadhani ni kitu gani kama wanandoa, ni sehemu gani muhimu au ungependa kumshauri mtu kuwekeza sehemu hiyo? Hapo sasa inategemea na mtu ni mchakarikaji, naweza nikasema kwa kiasi gani. Unajua tunatofautiana Kuna watu hawawezi kutulia. Yaani yeye anataka awe anajaribu kufanya kila kitu. Kama mtu ni mtu wa kujaribu vitu vingi, yani anatamani kugusa vitu vingi, kuwekeza kwenye sehemu nyingi, mimi nashauri awekeze. Unajua kuna biashara pia zina muda. Kuna umri huu tunafanya alafu itafika muda umechoka, huwezi tena kuwa na ile spidi ya kutafuta pesa kama ulivyokuwa nasemaga miaka 20 mpaka 35. Hiyo ni spidi nzuri sana, mtu anaweza akafanya chochote mpaka hata 40. Mtu anaweza akafanya chochote akakimbizana popote kutafuta hela ya kiasi chochote anachokitaka yeye. Naposema kuwa na spidi, na maana anaweza kaamka akaenda akafungua duka akafanya hivi akaajiriwa, yani anapilika mwili unaweza kushughulika. Lakini tukiongelea 40s to 70s, invest kwenye vitu kama real estate hizi. Jenga nyumba kwa ajili ya kupangisha, jenga hostels, fanya biashara ambazo hazikulazimu wewe kwenda physical kwenye lile eneo. Jamani, nauza hivi, tuje kununua. Biashara ambayo umekaa, pesa inaingia. Yani katika maisha yako yote, make sure fanya biashara lakini finally hakikisha una biashara ambazo wewe hazikulazimu kwenda kuanza kupigizana kelele, kuonekana sura yako pale hivyo ndio vitu ambavyo namshauri mtu awekeze huko, kwa sababu hazisumbui kichwa. Ni vitu ambavyo ukishindwa kabisa, ukiona upangaji unakusumbua nini, mambo ya kina UTT. Weka pesa kule, izaliane, ifanye kila kitu. Mwisho wa siku umepata sasa akili ya kufanya kitu, hata kujenga baadaye, utaitoa pesa yako, utajenga. Sawa kabisa. Vizuri. Haya, tuje kuongelea kwenye swala la madeni. Ni muhimu mwenzi wako kufahamu kama una madeni sehemu fulani, na kwa nini? Ni muhimu kwa sababu let's say Teresa, mchumba wako anaweza kawa amekopa sehemu, alafu kwenye ile sehemu wewe unajulikana, lakini yeye imeshindikana kulipa lile deni au anakwepa kulipa lile deni. Mwisho wa siku lazima wewe utatafutwa. How will you feel ukisikia mtu anakuja kukuulizia wewe deni la mchumba wako ambalo wewe hulijui? Tutamwona ni mtu ambaye yani ni aibu, yani hutomuelewa. Kwa hiyo ni vizuri kama ana madeni sehemu akwambie. Hata kama una mchezo wa upatu, sema tu. Unaweza usiseme unapokea shingapi au unacheza shingapi. Lakini nimeingia kwenye mchezo, ngoja nijaribu nione. Toa taarifa, kwa sababu kuna leo na kesho. Hata kama umeingia kwenye kikoba, toa taarifa. Kuna leo na kesho, huwezi kujua nini kitatokea. Sawa. Haya, tukija kwenye swala la kusaidia ndugu. Maana sisi wanawake pengine saingia tuna huruma. Na sisi wanawake ndo wengi wetu ambao tunabeba sana ndugu katika familia. Unamleta mdogo wako, unamleta sijui mamako mdogo anakaa nyumbani. Yani tuwe na mipaka kiasi gani ya kusaidia ndugu zetu. Maana tunakumbuka unapomsaidia mtu lazima pesa inahusika kwa namna moja ama nyingine, ambao pengine inaweza kapelekea migogoro kati yenu nyinyi wawili. Nyinyi wawili tengenezeni system maalum ambayo kila baada ya muda fulani mtakuwa mnawatumia ndugu zenu pesa, labda kama wako mbali na nyinyi au wazazi wako mbali na nyinyi. I don't advise mje mkae na ndugu kwenye familia zenu, kwa sababu tunasikia vitu vingi sana kuhusu ndugu na tunasikia mambo mengi sana yanayotokea kuhusu ndugu. Mengine ni mazuri, sio familia zote ni mbaya, lakini asilimia nyingi ya familia zinaenda pabaya kwa sababu ya kukaa ama kuinvite watu wengine nje ya nyinyi wawili. Unaweza kuwasaidia ndugu zako, lakini pia unaweza kuwasaidia wakiwa mbali. Mimi nashauri sana mipaka ni muhimu. Kwa sababu kwa nini wewe usiende kukaa kwa wao ndugu? Kwa nini ndugu waje wakae kwako? Sasa kwa nini una hela? Hapana. Na sidhani unajua sisi tu wa Afrika ndo tuna hiyo kitu kwamba yani ni lazima mtusaidie kwa sababu tayari mnacho. Yani it's not like that. Kwa sababu kama ndugu ana mikono na miguu, na wao watafute cha kwao jamani. Watafute cha kwao, wawekeze na sisi tukaombe msaada kwao. Yani naweza nisije nikaombe msaada wa pesa, lakini kaja nikaomba msaada basi wa mawazo. Yani sio kwamba eti ukipata pesa ndo unakuwa wewe unategemewa kwa kila kitu. Sijui lini Watanzania wa Afrika hii kitu tutaelewa kwenye maisha.
Yaani wazungu wenyewe wakisha nani, mtoto anaenda huko anaendelea na maisha yake. Ukijisikia kumsalimia mama utamsalimia, usipoje, lakini sio kwamba eti ni lazima mama aje akuuguze uzazi, aje jamani. Mbona sasa hivi mambo yamekaa yamebadilika sana. Nadhani ndugu watengenezeni system nzuri ya kuwasaidia, lakini wakiwa huko walipo. Yaani kama ikiwa ni lazima sana yeye kuja na mmekubaliana kiroho safi, basi anaweza akaja mkamsaidia akiwa ndani. Ila mwe tayari kwa lolote. Haya, tunawapenda lakini kwa vizuri zaidi tukiwapenda mkiwa mbali. Haya, kama ndo kwanza unafungua runinga yako, kipindi hewani ni Mahaba, na leo tunazungumzia kuhusu mahusiano na fedha, na tupo hapa na dada Celine. Kwa kama ndo kwanza unajiunga nasi, tafadhali usiondoke, bado tunaendelea, hujachelewa sana. Haya, umuhimu wa mwanamke kuwa na uhuru wa kifedha kwenye ndoa, nataka tuzungumzie hilo. Ni muhimu sana 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 sana, hasa kama yule mwanamke. Huwa na appreciate sana wanaume ambao mimi ni mfanya biashara as we said, kama nilivyojitambulisha mwanzo. Nakuta kuna mwanaume anakuambia dada, wife yani amekaa tu pale nyumbani, natamani afanye 1 2 3 4 5. Lakini at that moment yule wife hana habari ya kufanya hicho kitu. Ameridhika na maisha. Ameridhika na maisha yanavyoenda, ameridhika na kupewa, ameridhika na kukaa pale alipo, yule baba alete. It's okay, mwanaume anatakiwa provide. Leo na kesho yule baba akirudi ana mguu hapo. Ngoja nikwambie kitu kimoja, you have to understand this. Msiba wa mwanamke aliyefiwa na mume aliyekuwa ana provide, na msiba wa mwanamke aliyefiwa na mume ambaye walikuwa wanasaidiana, wanalia vilio viwili tofauti. Yaani huyu ambaye amefiwa na mume ambaye alikuwa ana provide analia kilio kikubwa sana, kwa sababu pale kwenye msiba anakuwa analia, anatafuta na nini, nianzie wapi? Yaani after here nianzie wapi? Na inakuwa ni rahisi sana ndugu kuja kukunyang'anya ambacho mwanaume amekiacha, kwa sababu walikuwa wanamuona ndugu yao alivyokuwa anapambana. Lakini wakiona na wewe ulikuwa unaweza kutoka ukaenda kutafuta cha kwako, ukaonyesha kwamba nilikuwa nafanya 1 2 3 4 mpaka mtu aje akuguse, sio rahisi. Ni kweli. Kwa sababu jamani, hela ni heshima na hela ni ulinzi. Hapo hapo kwenye wanawake. Haya, umesema wanawake tuna tabia ya kuridhika. Ya kuridhika kwamba inawezekana mwanaume ana provide na wewe umesharidhika, lakini sasa inawezekana imekuwa an eye opener, imemfungua mwanamke mmoja macho ambaye anatazama muda huu, anajiuliza sasa, biashara ni nyingi, lakini naweza nikaanza na biashara ipi? Unaweza nikaanza kufanya vipi? Na unaga hata kwenye peji yako pia unatoaga mawazo sana kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vipo bado havijashikwa au bado havijatazamwa. Bado Inawezekana wewe unatazama muda huu hajapata nafasi ya kuiona peji yako ya Instagram na kuona ule ushauri ambao unawapa watu. Tunaomba ndo muda wetu tumwambie hapa ni nini anaweza akafanya. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ufikirie kabla ya kufanya kitu chochote, ufanye kitu ambacho kiko ndani ya nasisitiza hilo sana, kwa sababu ukifanya kitu ambacho kiko nje ya uwezo wako hakiwezi kufanyika vile ambavyo kinatakiwa kufanyika, wala hauwezi ukaona matunda ya kitu ambacho unakifanya, kwa sababu tayari unakifanya kitu kwa ukubwa sana. Fanya kitu ambacho kiko ndani kabisa ya uwezo wako. Kama wewe ni wa 20,000, biashara za shilingi 20,000 zipo. Kama wewe ni wa shilingi 30,000, biashara za 30,000 zipo. Kama ni wa 500,000, biashara za 500,000 zipo. Unaweza ukazifanya vizuri tu. Na sisi wanawake tumepewa sio niseme ni vipaji, sio tumepewa ni vitu gani vingi sana ambavyo tunaweza tukavifanya. Yaani ile naturally. Kila mwanamke amepewa hivyo vitu. Vinapatikana kwenye Methali 31 na Methali 23. Sisi wanawake tumepewa ubunifu. Ubunifu tunaweza kuzungumzia kusuka, tunazungumzia mambo ya kushona nguo, tunazungumzia vitu vya kupika. Yaani mwingine biashara yake anaweza akatoboa kwa kupika tu. Tunawajua wanawake ambao wamekuwa mashuhuri kwa ajili ya vyakula. Tunawajua wanawake ambao wamekuwa mashuhuri kwa sababu ya beauty stuffs, ana saluni, anafanya makeup nzuri. Tunawajua wanawake ambao wamekuwa mashuhuri kwa sababu ya
ya kufanya hizi biashara za designing, ana design nguo za maharusi, nguo za nini. Hao ni wanawake, wanaweza kufanya vitu vingi sana. Lakini bado kuna kazi ambazo tunaweza tukazifanya ambazo hazihitaji hata mitaji. Kwa sababu hata mwenye biashara yangu nilianza, wakati naanza biashara sikuanza na mtaji. Nilikuwa naamka asubuhi, naenda chuo, siku nilikuwa sina kipindi, natoka zangu naenda Kariakoo, nakaa kwenye duka la mtu yeyote hapo nje. Sasa mimi kilichonisaidia ilikuwa ni lugha. Nikisikia mtu anaongea Kiingereza tu hajui atapate wapi mzigo, nimeruka naye. Una 50 hapo na 30 ninayo, twende nikupeleke kwenye maduka. Natembea naye, nazunguka, changu nimekiweka mfukoni. I see. Kwa hiyo hapo naweza nikawazungusha watu 2 3, nikirudi tayari na shingapi na laki yangu, siku imepita. Sina mtaji, lakini mtaji niliupatia kule. Unaona, ambao kanipelekea kuwinga. Baada ya hapo nikaanza kupiga picha za kipindi hicho, niko kimodomodo hivi vizuri. Napiga picha, navaa nguo za watu, napiga picha, napata pesa. Hapo sijatoa hela yangu, ila mimi ndo napokea pesa. Ina maana hapo sana ni muda wangu wa kupiga picha na kuweza kufanyaje kurudisha nguo za watu ziuzwe. Kikubwa ni uaminifu. Kama unajijua we ni maskini, mtaji wako wa kwanza ni uaminifu. Hauwezi kufanikiwa kama utakuwa hauna uaminifu. Yaani maskini afu ukakosa na uaminifu, ni bora ukafa. Yaani unakuwa hamna utakachokifanya, hauwezi kutoboa popote. Kwa sababu kama ukishajua mtaji wa kwanza wa maskini sio nguvu zake, ni uaminifu. Uaminifu ndio utakusaidia kujulikana, utakusaidia kupata wateja, utasaidia kupata vitu vingi zaidi ambavyo ulikuwa huna uwezo wa kuvipata kwa pesa, ila ukavipata kwa sababu ya uaminifu. Na ule uaminifu ukakutengenezea pesa. Kuna biashara za udobi na kufua. Hiyo haihitaji pesa, ni muda wako tu. Nimetoka naenda nafua. Baada ukishaona umeshafua kwenye nyumba 2 3 umetengeneza pesa, unaweza sasa kununua mashine. Uko unazifua nguo kwa mashine. Kuna biashara za kufanya usafi, cleaning. Siku hizi watu wanatengeneza mpaka makampuni kabisa ya cleaning. Lakini wewe unaweza kuwa unajitoa, unaenda kwenye nyumba za watu 3 4 5. Mimi namjua mdada ambaye I was so proud kusikia story yake. Yeye anafanya usafi kwenye maduka. Maduka unayoyaona ukiingia duka Teresa unalikuta safi. Kuna dada kazi yake yeye ni kusafisha maduka yale, na anasafisha na anamsomesha mtoto wake St. Mary's, ni single mother yule mama. Lakini anasafisha maduka ya watu, anaingia. Sasa uwezo kama mtu akakupa duka lake usafishe, if you're not somebody to be trusted, lazima uwe unaaminika ili uweze kufanya zile kazi. Kwa hiyo yale maduka wale watu wanamwamini. Mtu anajua hata dukani kuna milioni 5, huyu hawezi kuchukua. Hata kama ana shida kiasi gani hawezi kuchukua. Kwa hiyo ana maduka yake yako kama 20 30 hivi. Anasafisha kila duka shilingi 10,000 kwa siku. 30 mara 10 shingapi? 300 kwa mwezi. Tumemaliza. Ameweka mtaji wewe. Ana mtaji. Ni nguvu na uaminifu tu. Sasa mimi wakija kuniomba ushauri watakupa kwa watu wengine, unajikuta inakuwa naye baadaye unaanza kuajiri humo. Yaani inajikuta kuna muda unakosa. Kama mimi hiyo siku namtafuta yule dada, nikamwambia nataka wewe uje ufanye cleaning wewe mwenyewe. Akaniambia nini, nimebana huku na maduka, basi ngoja nione ratiba yangu kesho, kwa sababu nikamwambia nataka wewe. Na kweli safisha yake ni anasafisha duka. Anasafisha kweli kweli. Sehemu ambayo unaona hii itatakata kweli hapa, yeye ndo anatakatisha. Kwa mtu kama yule akienda kulala na 300,000, akiamka saa 12 mpaka saa 5 ameshamaliza. Ina maana kama ana saluni, anaweza kasimamia biashara yake ya saluni vizuri, kwa sababu kashaingiza 300,000, nani atajua? Kashaenda kwenye saluni kamaliza kazi. Kwa zipo, yani mimi nasemaga bado hatujafanya, bado kuna vitu vingi hatujaamua kuvigusa. Sasa hivi wafanyakazi wanatusumbua wa ndani. Dada anakuja leo, kesho anaondoka. Ukiwa mwaminifu unaweza kukaa na vitoto vya watu. Cheza navyo tu vizuri pale, chukua 20,000. Yaani mzazi yuko tayari atoe 20,000 yeye aende akaswampe, aende kazini, mtoto wake yuko salama. Unakalisha kanalala 20,000, watoto wako 5, unashinga ngapi kwa siku? Kwa hiyo bado we have a lot. Tuna vitu vingi sana vya kufanya. Vingi mno. Na sio lazima kuna kazi nyingine wazifanye wanaume tu, hata wanawake tunaweza kufanya. Kuna dada juzi nimemwona anaendesha bajaji. Anabadilisha mpaka spare ndani ya ile bajaji. Yaani bajaji ikiharibika anashuka pale, anaipiga vizuri, anafunga, anaendelea anapiga mzigo, na she's very cute. Kwa bado we have a lot to do. Kuna vitu vingi sana tunaweza kufanya. Vitu vingi, hela bado ni nyingi hatujaishika. Sawa, tumeongelea kuhusu
hilo la kazi tumemaliza, naamini wanawake mmelelewa vizuri na mtakwenda kulifanya kazi. Na kama nahitaji ushauri zaidi, dada Selina atachana namba yake ya simu hapa, mtamtafuta akae na nyinyi muweze kuipata elimu vizuri. Tumeongelea swala la kuwa na joint account kama wanandoa. Lakini unalizungumzia vipi la kuwa na biashara ya pamoja? Ni nzuri sana pia. Na kitu ambacho naweza nikasema ili ufanikiwe kwa haraka, you need to work as a team. Ndio kusikia mtu anasema hicho kitu. Mkifanya kitu watatu au wawili, mtatembea haraka zaidi kuliko ukifanya peke yako. Kwa sababu kama mimi naweza kuingiza labda milioni 20, nikifanya na wewe tunakuwa tunaingiza milioni 40 tayari. Matumizi yetu hayawezi yakafika milioni 40 yote ikatumika. Inaweza katumika 20 kafanya kazi. Hasa hapo tofauti sana na nikiwa nafanya kitu mwenyewe. Ni kitu kizuri sana ukipata mtu mwaminifu. Tunarudi pale pale kwenye uaminifu. Mkipatikana watu waaminifu wawili watatu, mkatengeneza business yenu, yani mkatengeneza biashara yenu fulani. Let's say labda mmeamua kutafuta pesa, mkajenga apartments za watu wawili au mko watatu. Ina maana ile pesa inayoingia pale kwanza ni rahisi kugawanywa, kwa sababu inajulikana imeingia labda milioni 40, itagawanywa kwa watu watatu, itaenda kiasi hiki kwa kila mtu. Kwa hiyo kama unapata team nzuri ya kufanya nayo kazi, you can work as a team na mkawa mna account. Uzuri security zipo za kutosha za kutengeneza hela, za kulinda pesa ya watu ambao mnafanya kama joint. Huwezi kutoa hela bila mimi kusign, siwezi kutoa hela bila wewe kusign. Lazima uridhie ili tuendelee. Kwa hiyo na iruhusu, ni nzuri. It's very nice, it's working, mimi pia nafanya. Safi. Yes. Basi sawa, jaribu, lakini hakikisha mtu unayefanya naye ni mwaminifu, usije ukalia siku ya siku, alichukua hela au sije alifanyaje. Kitu ninachoshauri ni kwamba kama wewe ni wa milioni 20, tafuta mtu wa milioni 60. Mtu wa juu yako zaidi. Hawezi kukuonea wivu wala hawezi kutamani cha kwako kwa sababu tayari amekuzidi. Ila ukifanya nimekuja kuchunguza sana, ukifanya kitu na mtu ambaye wewe ndo unakuwa unamzidi, yani wewe ndo umemzidi na wewe ndo unatafuta support au mko level moja, ni ngumu pia kutengeneza ile unity nzuri, kufanya kitu as a team. Yeah. Sawa. Haya, ushauri wa mwisho unawaambia nini wanandoa? Pia wewe ni mwanamke, unaweza kuteka advantage hii kushauri wanawake kuhusu matumizi ya fedha, swala la fedha na mahusiano, swala la fedha na ndoa. Lipi hasa la mwisho ambao ungependa kuligusia kwa msisitizo? Haya, mimi ninachopenda kusema kwa ushauri ambao kweli natamani leo wanawake wanisikilize. Nyumba ni ya mwanamke. Mwanamke ni nyumba. Mwanaume hawezi kutoka huko akaja akaangalia makochi yameisha yeye ndo akanunua makochi. Mwanamke wewe ndo unatakiwa ujue kwamba hizi kochi za kubadilisha, hivi vikombe nibadilishe, maana yake wageni wanapoingia ndani wanemtazama ni mama. Tumeenda kwa fulani yale makochi yake jamani. Jamani, mwanamke ni nyumba. Make sure kwako panafanana na wewe ulivyo. Sio hapa tumeupara, alafu ukija kwangu zile kochi hazieleweki, kwanza zinanuka mikojo ya watoto. Sio vizuri. Mwanamke ni nyumba. Wanaume wana mambo mengi sana ya kufanya, wana majukumu mengi ambayo wao wanayafanya kwenye familia, especially baba akiwa provider. Tumsaidie vitu vidogo vidogo kama hivyo. Make sure sebuleni pamekaa vizuri, hata kama umepata kiela chako badilisha kitanda. Yani tengeneza mazingira ambayo yatakuwa comfortable kwa yule baba kuja kukaa pale nyumbani kuenjoy yeye na familia yake. Hata sisi wageni tukiingia kwako tufurahie. Mwanamke ni nyumba, vyombo ni vya mwanamke. Mwanaume aweza katoka kule akaenda kanunua vyombo, jamani ni aibu. Hakikisha nyumbani kwako kuna vyombo, kuna jiko zuri la kupikia. Yani mazingira ya nyumbani mwanamke kama mwanamke umeyaweka vizuri. Lakini pia kitu kingine, tujali watoto wetu. Wanawake wengi jamani hawakumbuki watoto. Hichi kitu niwahi kukiongea paka kwenye peji yangu. Unakuta kila Jumapili mama amependeza, ana new hairstyle. Lakini unakuta mtoto ana kigauni hicho anaendea Sunday school Jumapili ile iliyopita na Jumapili hii. Hana viatu yule mtoto vya kubadilisha. Tukumbuke watoto. Mbona nguo za watoto za mtumba mimi nauza bei rahisi? Alafu ni nzuri. Yaani kuna watoto hawapendezi, ila nakubali. Hawapendezi, ukiangalia kitoto hivi unajiuliza jamani, lakini mama mtu unamkuta amevaa batiki, amekaa vizuri. Yaani tujitahidi kukumbuka pia watoto wetu. Unapotengeneza mazingira mazuri, hakikisha na watoto umewaweka sawa, lakini pia wewe mama ni jukumu lako kuangalia mtoto anavushwa barabara na nani jamani.
I feel so sad. Unapita barabarani huko unakuta watoto wa miaka 3, 4. Uzazi unavosumbua sasa hivi, mtoto ameachwa anazagaa barabarani eti anarudi, atarudi huyo, hana shida. Jamani, wewe umekaa tu, yani umekaa kibarazani kwa nje, badala ukamfuate mtoto wako ukamvushe barabara umlete nyumbani. Kuna siku niko sehemu, nilikuwa Manzese, nimeenda pharmacy moja kununua dawa, navuka naona kitoto kinanivuta huku chini nguo. Kiko kama na 3 years kile, kimetoka sijui ni tuition, kina kibegi sijui ni madrasa. Kakaniambia mama nivushe. Jamani. Nikakishika mkono, yani kwanza mwenyewe nilishangaa, nguvu zinaniisha. Nikamvusha, yani baada ya kumvusha huyo mbio kakimbia zake, yani ni maisha ambayo ameshayazoea. Sasa ile ni rahisi sana kuwaweka watoto kwenye mazingira hatarishi. Kwa hiyo wazazi tuhakikishe, hiyo ni kwa wote, baba na mama. Wazazi tuhakikishe watoto anaenda shule na nani, anarudishwa na nani, nani anamvusha barabara, akirudi nyumbani muulize, kwa sababu tunatengeneza pia generation ya watu ambao hata baadaye wasije kuwa hawana upendo na familia. Unajua ile kutokuwa na ukaribu na mtoto inamtengeneza mazingira fulani ambayo yanakuwa sio mtu wa family, sio family lady, sio mtu wa family au sio family guy. Unakuta ni mtu ambaye tu yupo tu. Kwa hiyo tuhakikishe tunafuatilia sana watoto wetu. Na wanawake, hata kama tuna majukumu mengi na sisi tumeingia kwenye kutafuta pesa, tunajiongeza, lakini tusisahau ni wanawake. Tunavaa udume. Lazima ukirudi nyumbani make sure tunakula yani watoto wale chakula cha mama. Kuna mwanamke hapa hajamuogesha mtoto wake, ana miezi 6. Kitoto kina miaka 3, kwa sababu tu kinasoma. Dada asubuhi ndo anakiandaa, dada anakikogesha, dada anajua kula yule mtoto, dada anajua mtoto anaumwa, mama yani anapewa taarifa. Kwa hiyo tupate muda na familia, hata kama uko busy kiasi gani, fanya follow up. Mimi nakumbuka sisi na utu uzima wetu huu, bado tukirudi nyumbani, baba yetu huwa ana tabia kuamka usiku kuangalia kama tumeweka neti. Na utu uzima huu anapita anatizama, hawa leo hawakuweka neti. Kwa unaona anapata time, mzee anapata time. Hata kama anakuwa busy, lakini anapata muda kuangalia wameweka neti, wamefanya hivi. Yani vile vitu vidogo lakini vinakukumbusha na unaona vimetutengenezea love. Tunakumbuka baba alikuwa anafuatilia 1 2 3 4, inatengeneza mapenzi kwenye familia. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo ningewashauri watu, lakini cha mwisho kabisa, jamani, pesa ni jawabu la mambo yote. Gara we, tafuta hela. Tafuta hela. Yani tafuta hela. Haya, wanawake wametunanga vya kutosha. Moja kwa wanaume, zito. Zito moja kwa wanaume. Kwa nini zito kwa wanaume? Sababu sisi umeeleza kwa upana. Ndio watetea sana leo. Mwatetea mno. Wanaume bwana, hakikisha we ni mwanaume kitu cha kwanza. Alafu hakikisha familia yako iko comfortable. Yani sifa ya kwanza ya mwanaume, make sure familia yako inajua presence yako, iko comfortable. Yani tuna uhakika wa kula, tuna uhakika umeme ukatika baba atalipa, tuna uhakika wa kukoga maji yakikatika DAWASA hawatakata, tuna uhakika wa kulala ndani, kodi hatutafukuzwa. Hayo ndo mahitaji ya baba ya msingi, na tuna uhakika kwamba watoto wataenda shule, watasoma. Kwa hiyo mwanaume, hakikisha pambana unavyoweza vitu vya msingi viwe vimetimia. Na katika mahusiano, mimi niongezea hapo Teresa, wanawake wanaojilipia mahari wakome. Na siku hizi imekuwa tabia. Imekuwa tabia. Wanajinunulia hadi pete siku hizi. Haya, niko hapa, mtaniomba ushauri. Sawa, tunakupata wapi Daseline? Tunakupata wapi? Mimi sana napatikana TikTok, ndo ninakoongeaga sana haya mambo ya mahusiano. TikTok ni mtandao ambao nautumia sana. Jina hilo Roselyn Kim_store. Instagram mara nyingi na posti biashara, lakini ukiniona TikTok live huwa nafundisha vitu vingi, nafundisha paka hata biashara ambazo ndogo mtu anaweza kainvest. Natoa ushauri wa mahusiano na vitu vingine vingi. Tunaweza tusiwe perfect sana kwenye maeneo yote, lakini tuna neema ambayo Mungu ametupa, tunaweza tukakwambia kitu kikafanya kazi kwenye maisha yako. Kabisa. Na namba zangu za simu ni 0714 58 20 44. Yes. Sawa, asante sana. Tunashukuru kwa muda wako, na karibu tena, hapa ni nyumbani, usichoke. Sisi ni vijana, hii ni television ya vijana, na tunategemea madada, vijana, waliotuzidi umri waje wazidi kutufunda sisi ili tuwe
Sawa. Ndiyo. Dunia ina mambo mengi, tunakutana na mambo mengi Sana. Lakini kwa kupitia mada kama hizi ndio tunaweza kujifunza jambo moja ama lingine ambalo linatusaidia katika maisha yetu. Haya, mimi ni Teresa Mbulumi, nilikuwa na dada Celine hapa. Hii ni Mahaba. Karibu tena Jumamosi nyingine, muda na wakati kama huu, 3 kamili za usiku mpaka 4 kamili za usiku. Nakupenda sana. Bye. Sikia. Unaondoka pale nyumbani unamwaga mke wako na haka chorus kidogo. Safari sio kifo mama yeye. Subiri nitarudi mama watoto. Safari sio kifo mama yeye. Subiri nitarudi mama na Sophie. Nikirudi mama nitakuletea zawadi. Kirudi mama nipoke kwa mikono miwili. Zawadi nono mama watoto. Ale iye oh mama iye. Safari sio kifo mama iye. Subiri nitarudi mama na sosoza. Safari sio kifo mama iye. Subiri nitarudi mama watoto. Nikirudi mama nipoke kwa mikono miwili. Nikirudi mama nitakuletea zawadi. Zawadi nana kutoka Mombasa Ale iye oh mama iye. Ale iye oh mama iye. Rosso guitar. Tokyo ni makazi. Yes, unaweza kutumia utaratibu huu pia kumwaga. Kwa reggae music namna hii, unamuaga namna hii, unamwambia when I come home everything will be alright. Just relax, hold on to me. Vumilia kidogo tu, alafu nikifika hapo nyumbani mambo yatakuwa sawa mama watoto. Calm down, chillax. Hata kama umeme umeisha, baby, relax, I'll be home and everything be alright. Tuanze tu mwanangu. Ooh yeah, yeah yeah. Ooh, I'm coming home. Slow down. Turn it. There was a time when all I wanted to do, so many things that mattered to me. Yeah. When a man and a woman build their home, a man's gotta do what his family needs him to do. So when I come on, everything should be alright. So mommy, hold on, everything will be just fine. Yeah. Oh, hold on. Hold on. Yeah. So when I come home, everything should be alright. So mommy, hold on, everything will be just fine. Reggae music, sikia, anasema hivi. Morgan Heritage wanasema a man is still a man, whether him rich or he's poor, black or white for sure, he's a man. Man is still a man, whether him rich or poor, black or white for sure. The only difference is whether him good or evil. Yeah, a man is still a man, whether him wear jacket and tie or walk barefoot. The only difference is whether him good or evil. Yeah, it's a lot of different people living in the street and walk like glass of window. This is what they do that today, just to get a little food to eat. Woo! And then you have fathers wearing suits and tie. I work a good 9 to 5. I take it for granted that living a better life. I say the color of our skin don't mean a thing. If we the good or commit a sin, we all just body saying, Jesus is all in name. So let's all be aware of how we entertain angels on our way.
heal from there. Oh,